Roho Mtakatifu ukaweze kutubadilisha, ukaweze kututengeneza katika jina la Yesu. Kutana na maisha yetu Bwana, kutana na nafsi zetu Bwana, kutana na haja ya kila mmoja wetu jioni ya leo katika jina la Yesu. Hata wale wanaotutazama Bwana, kutana na wao jioni ya leo, kutana na haja ya mioyo yao Bwana katika jina la Yesu. Ni kwa sababu unaweza mambo yote, ni kwa sababu hakuna jambo gumu kwako. Katika jina la Yesu tunakuinua Bwana, tunakupa sifa Mungu wetu, tunalihimidi jina lako katika jina la Yesu.
kwako. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, hakuna jambo unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, hakuna jambo gumu. Unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, hakuna jambo gumu kwako. Unaweza Bwana kuokoa, unaweza Bwana kubariki, unaweza Bwana, unaweza, hakuna jambo gumu kwako. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, hakuna jambo gumu kwako. Father, we thank you. Father, we bless you. We worship you because you are mighty. Let's take a minute and declare in the blessings of God. We worship you. We bless you. We give you honor. We declare the Lord, you are mighty. Thank you for this evening, Lord, that you have given us a chance, Lord, to worship your name. That you have given us a chance, Lord, to praise your name. We give you honor and praise, mighty God. Shaliba gadabo zipeketa la mahandeka. Shaliba gadoba sepahanda. We declare there is no other God like you, Jehovah. Riparama handeka zopa yanda. Riparaba zipekete la mahanda gazopa. Yepeketa la manzepa lava. Shele katala mando kasopa yanda. We declare your power upon our lives. We declare your power upon our heart. In the mighty name of Jesus. Masepeketa la mahande gazopa. Shaliba gadoba sepeketa la mahande. Yepeketa la mahando kosipala. Yepekete re mahanda zopa. In the mighty name of Jesus. Yepeketa handela. We honor you, Lord, for you are God and you are mighty, for your power and your spirit. Yepaka zopa yanda. Zipala mahande kaza. Thank you, Lord, dear Father. Ayela bagadu zipa. Yekatala mahande kazepe. Shaliba gadopa sepaya. Shele mahanda kazopaya. As you continue, Lord, to manifest in our lives. Yepakatala mahande kaza. As you continue, Lord, zipala mahande ba. Tumila hande kazopa. Sheketele mazipa. In the mighty name of Jesus. We honor you, Lord, this night. We bless you, Jehovah God. We declare, Lord, that you are holy, Masepakata, and there is no other God like you. There is no other mighty like you. In the name of Jesus, we declare there is no one like you, Jehovah. We declare, God, Zipala Mahande, as we hear your word, speak to our minds, speak to our lives, speak to our destiny, Mahande Kazopa, speak to our situation, Lord, in the name of Jesus. As Lord, Pazipa, Shekete Kahanda Bazipa, Shepalahande Kazepa, we pour our heart unto you, Lord, that you may speak to us in the name of Jesus. You are mighty and there is no one like you. In Jehovah God we pray and give thanks. Somebody say amen. Amen. We can appreciate our Lord better in Jesus' name. Hallelujah. I say we can appreciate our God. Hallelujah. Nasema tunaweza changilia Yesu vizuri katika jina lake. Hallelujah. Thank you. May the Lord God bless you too. Shangilia praise and worship. God bless you. Hata wachezaji vinanda, may the Lord God bless you. I want to take this opportunity to welcome you today. Today is date 21. And the Lord has been so faithful. Mwaka umeanza na umeanza kukibia kwa utukufu wa Bwana. And we believe God that 2026 shall be a year of blessings. Kila siku tunaamka tunaaminia Mungu atatenda makuu.
Na hizo siku 21 ninaamini Mungu ametenda katika maisha yetu. So we are believing God. It's also good to believe God every day as we wake up. Naambia Mungu, hii ninatarajia utanitendea. And before the year ends, siku moja ni kitu ya muhimu sana katika maisha yetu. So may the Lord God bless you for purpose, kwa kuamua kuwa katika ibada ya jioni ya leo. Unaweza salimia mwenye mmekaa karibu na yeye, na kama umjui muulize jina lake katika jina la Yesu. Nasema unaweza salimia your neighbor, na kama unaona huna neighbor ujue uko pahali ambapo unastahili kuchift katika jina la Yesu. God bless you. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii tumepewa, na nimepewa na wa bishop, that we can share and can share the word of God. It's a privilege that as the year starts in the month of January to be given a chance to speak the mind of God. Nashukuru Mungu. Naitwa Koge, nimeokoka, Yesu ni Bwana, and the Lord has been so faithful. Nimesema mimi nimeona Mungu kwa hizo siku 2026, na ninaaminia Mungu before mwaka uishe Mungu atakuwa ametenda makuu katika jina la Yesu. Hata kama pengine ingine haifanyiki vile ninataka, I believe that before 2026 Mungu atakuwa ametuinua na ameniinua katika maisha. Nimesema mimi naitwa Koge na nimeokoka. I know my wife ako karibu, naweza kubalia tusalimie hivi katika jina la Yesu. God bless you. As we go direct to the word, tunaendelea kusukuma ile msukumo Mungu ameweka katika moyo wetu, that this is a year that God, and we are believing God that we shall be manifested in everything that we do. We are son of that as a son of God, we will be manifested in all situations of our lives. Na tunaendelea kuamini, because this is our theme, and theme here that the Lord has been so faithful. Now, our bishop have been taking us through, and for us to continue to know that we are the son of God, and we have been called as son of God. Na kuna mambo mengi our bishop alitufunza Wednesday, Friday, mpaka Sunday, and I want to continue from there, because on Wednesday tulifunza mambo na how to access na the assurity of that we are sure that we are son of God. Then tukaambiwa the adoption, vile mtu akuwa adopted, that we are son of God. So I want to continue with that line that as the son of men, we are going to be manifested in our lives. So I want to continue with the same line, that I believe God in the next 30 minutes nitakuwa nena yale Mungu ataniwezesha katika jina. So I want to touch a little bit little things to do the privilege of sonship. That because we are son of God, na tumesoma yote, we know we are son of God. We are not just neighbors, we are not relative of God, but we are son of God. There are things that ambazo Mungu, as you are called son, there is something that already Mungu with the title the son of God, as we are in that lineage, that clan of kingdom of God, and as we are son, there are things already they are in our lives, and I want us to touch few things that ile Mungu ameniwezesha katika jina. So najua kuna mambo mengi ningeguza, like I want to touch aloud 4 things na itakuwa ya baraka. So we are privileged as a son of God, na kuna mambo sisi ni wana wa Mungu, na kama vile our theme inaendelea vizuri kusema that kwa Kikuyu inasema kuonitha niyo washi anashia gai, that we shall be manifested. Kuonitha niyo washi anashia gai, and because even if you anashia gai, I want to tell us that we are privileged. The first thing that we are privileged to be the son of God, that we have the freedom and the security of our lives. That because of being son of God, there is one thing that is enough, that we have the freedom and we have the security of God, so that whatever we do in the kingdom of God, whatever we believe. For example, I have 2 sons, and there is a freedom that my 2 sons have. One, when you get to my house, kuna mambo
ambao watafanya but the neighbor cannot do. Kuna mambo wanaweza fanya na watoto wa my sister hawawezi fanya. Kuna mambo wanaweza tenda kwa hiyo nyumba, lakini hata kama ni my mother hawezi fanya. But because they are sons and they are my son, they have a freedom of what is entitled to my life. That they have a freedom, if it is a land, they have a freedom of that land. If it is a house, vile nimejenga, they have a freedom of those house. Hata kama ni biashara, they have a freedom with our business. Whatever is entitled to my life, whatever is entitled in the circle that the Lord has blessed me, my sons have freedom. So when we come in the kingdom of God, because we are entitled as son of God, everything that belongs to God belongs to us. And we have a freedom to use it, and we have a freedom to demand it, and we have a freedom to do what we want with that thing, because freedom and security have been granted to us as long as we are son of God. I want us, we go Galatians 4 verse 1. That I want us to see from verse 1. Sit on my altar because it is from Galatians 1. The Bible says, now I say that we are heirs, or we are heirs as long as does not differ at all from the slave. Oh, not there. Just go 5 in the tano. To the Redeemer, those who are under the law, that they might receive their adoption as a son. 6. And because we are sons of God, we have sent forth to the Spirit of His Son into our heart, crying out, Abba, Father. That because we are sons of God, we have been given a spirit that whenever we cry, Abba, Father, that's the freedom. Because already we are sons of God, and the Spirit of God is in us. Whatever we cry, kile chochote tutaitisha, because the freedom have been granted to our lives. So whatever you need in the kingdom of God, kile tu unatamani, as this year we continue to believe the manifestation of God, the manifestation of the Son of God, and because we are Son of God, we are believing that whatever we want in our lives, through that freedom, through the freedom of being called the Son of God, all things shall be granted to our lives. Whatever you believe, whatever your mind can think, kile mawazo yako inaweza fikiria, you have freedom of that. Hata kama unajua kuna kitu Mungu ametubariki in a different way. Mungu amekubariki, mawazo yangu vile inaweza fikiria na vile inaweza tamani, it is not the same with yours. Because there is that freedom that God has given you. So whatever you believe and whatever your heart desires, because the freedom of God is in you, you just require to cry to the Abba Father. You call your Father and tell God, Father, this is what I believe. Wakati mtoto wangu ninaingia kwa nyumba, hata kama ajui, hata kama mimi ninajua sina pesa, ataingia niambie, mwalimu aliniambia niende na hii na niende na hii na niende na hii. Because already he have that freedom to demand. So in the kingdom of God, we have that freedom. We don't have to struggle to ask. You know, when the freedom, unajua, I want you to touch, when your freedom ni kama hakuna kitu imekufunga. That kile unaweza hitaji, uhitaji mtu uitishe. Because of that freedom, uhitaji hata watu neighbors wakuitishie. Because of that freedom of being called the Son of God, already whatever you ask, God shall give you. Bwana Yesu asifiwe. So this evening, even if you are sick, with that freedom, mwambie Mungu, you have been given me freedom, I am healed. You have been given me freedom, my business must prosper. Because you have given me freedom, hawa watoto wangu ni lazima waendelee vizuri. So you require to know you have light. In another way, you have light to demand. You have light to ask.
Don't be shy when you're in the kingdom of God. Don't be shy when you are calling to your Father. You know, sometimes we become so tunaogopa. Unajua kuna vile unaweza ogopa. Wale wameolewa wanajua hivi. Kama bwana ameingia nyumba na kuna vile wewe unajua vile anakaanga. Unashindwa vile utamuitisha. But hapa kwa kingdom Mungu anatuambia you have that freedom. So si kama ile bwana wako unaweza mwambia akukasirikia. Hapana. Mungu anakuambia I have given you, because you are son, I have given you freedom to demand what your life desires. Bwana Yesu asifiwe. We are in the kingdom of God as people who walks with freedom. Lakini si kama ile freedom tulifanya siku nyingine. Kuna freedom nyingine. Watu wengine tulifanya hivyo tukamaliza, alafu wakati walivuka wakaitana kwa mkutano wakasema freedom is here. Then after few years freedom ikafunikwa. But in the kingdom of God it's not like that. It is freedom forever, as long as you know, as long as you believe. And that's why our bishop amekuwa akitupeleka na akituelezea na kutuonesha that we have the assurance that we are son of God. Because of that assurance. See atusemi, but bishop was telling us that because of that assurance of being son of God, everything that our life, everything, mimi naambia Mungu, because of that freedom I will not be sick this year. Because of that freedom, every vision that I have for this year must come to pass. Kila nimepanga, because as we start this year 2026, najua kuna vile ulikaa na dari ukaweka vitu ukaambia Mungu, ninatarajia huu mwaka wa 2026 hii mambo yote ninatarajia utanifanyia, na ukamwamini. Wengine wakatoa sacrifice, wengine wakaenda fasting. Ni kweli na ni vizuri, but because of the freedom, kuna mambo mengine hauhitaji kulia, kuna mambo mengine sio lazima ufast. But because of knowing that I have a freedom, with the surety that I'm the son of God, that things must happen in Jesus' name. For example, we are free from sickness. Sisi stahili kugonjeka. We are free from those things. Ina mambo chetani anafuata kuweka hii mwaka hata mitego. Even if devil try to put limitations. Because we are son of God, no limitation shall hinder us to get what God have ordained for 2026. Somebody say amen. When the freedom is of our lives, hata kama sina nguvu, but because of that freedom, things must take place this year in Jesus' name. But because I know sina pesa mingi, I know kuna level sijafika, but I believe, pekine hata kuna mambo uliandika na ukaandika kwa imani, that freedom, that faith, by faith these things will happen. I want you to believe, because you are son of God, you have a freedom to do what you want in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. So those are the privilege. So when you believe and when you know that you are son, I have said that we have freedom and security. You are secured. Whatever you do is secured. Hata watoto hata wajaribu kupanga nini, because of that sonship, you have the security that I am guided by the Spirit of God. Hata kama maneno inaweza kuwa ngumu aje, hata kama unajaribu kitu unasukuma unaona kama ni, just have that thing in your heart that because I am a son of God, the security is in me. That you are not supposed to be fear. You are not supposed to allow fear to affect you this year. Just believe. The spirit that is in us, the spirit of sonship, it is not a spirit to fear. It's a spirit to believe and to get courage of whatever you do and whatever you have started in Jesus' name. So I want you to continue knowing that one of the privilege that God has given you as a son is the freedom and security. So whatever you start, know that because I'm son, it has security. Because, sonship
It's a way of insurance. Because already you are son, you have been ensured in the kingdom and everything that you do. Sisemi watu wasiweke insurance. Semi watu waseme because we have that freedom and we have security of God. That sitalipia insurance gari. But already hata kama tunafanya hivyo, we are secured. We know these things will not hurt us. Hata kama hii kitu inakaa inaleta uoga, because of that son, I must, because the security is in me. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wale wanasunguka usiku na kulinda wanaweza kuwa wakifanya jambo ambayo haina faida, na wanaweza kuwa wanafanya bila hata kujua. But because Mungu ndiye ulinda vitu, Mungu ndiye ulinda watoto wake, already whatever you do, do it knowing that Mungu amenilinda. That the Spirit of God have guarded me in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So that is one of the privilege that we have. I want to go to the second one. Na kama unaandika ni vizuri uandike. That when the freedom of God is in us, it have given us the access. Because of being son of God, we have access. We have access. That our communication with our God, because of being called son, already they have given us a privilege to access our God. That we are able to negotiate. We are able to speak to our God. We are able to communicate. You know, when I talk about communication, communication is between two people. It is not one people. But because already God has given us a spirit of a son, that automatically they have given us a privilege to have access with the kingdom, to have access with our Father. I know, let me use this for example. Pengine mtoto, pengine uko na baba, the biological father, na hako uhai. You know, that means you don't have access. You cannot be able to access your father. But here, it's totally different. Kama na wale wako na wazazi, na wale wako na baba, unajua kuna ile access. Unaweza mpigia simu bila kuongea na mama. Unaweza mpigia simu na muongee, umwambie baba ni sort hapa, ninataka nipange, kuna vitu nafikiria. Unamwambia mzee kuna kakitu nataka unigawie, kuna kakitu nataka tupangane. Unajua kuna hiyo that thing. Na sana ladies wanakuanga na advantage ku access their fathers. Unamwambia mzee nipange hii na mzee anakubali haraka. That's how kingdom works. Vile una access your father. Because of that being called son, you have that access. Sasa ile mambo unahitaji, sio lazima ustruggle ati unateseka na unajua uko na baba. You have a father, and already he have given you access. You just require to communicate. Tell God, this is what I want. This is what I believe. You are my father. This is what I'm trusting. I know I've been going this. I know those are issues. Hii ni mambo imekuwa ngumu. Hata kama unaona ikuwa ngumu. Already God have given you access. And that's a privilege. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza na nikasema na nikatumia watoto wangu. Nikasema nikiingia hata wahitaji kuambia mom tuongee na baba. No. They will come direct to me because they have access. Hawahitaji kuambia neighbors that we need to talk to our fathers. But sometimes we fail to understand that we are sons and we have been privileged to access our Father. Our Father who is in heaven. How be? Mungu anamwambia, anatufunza tukiomba. The Lord's Prayer. Anamwambia, our Father who is in heaven. Already we know that Father. Access. That's a privilege. In fact, 2026, you need to understand. Already you have been privileged to access your God. And if you have been privileged to access your God, that means whatever you require, He has power to give you. Whatever your heart desire. The Bible says in Matthew 7, that seek and you shall find.
Knock and the door shall be opened for you. That is the access. That whatever you ask, it shall be given unto you. That is a privilege to be a son of God. Whatever you know, ile mlango, in fact, angalia vile Biblia inasema, ask. Haijakupea condition na kile unauliza. Ask. Because you have the access with your Father. He tells you, ask, and it shall be given unto you. It shall be given unto you. That is the access. Seek, tafuta. Kuna mambo ya kuuliza na kuna mambo ya kutafuta. Kuna vitu unastahili tu kuambia Mungu nipe, ask. Na kuna vitu unastahili kutafuta. Hapa ndipo Mungu anatuambia, because you are my sons, I have given you this access. I have given you this liberation to access me. We don't have to struggle. I wish 2026 we can get this, that already we have been privileged to access what our lives desires. The Bible says, and you seek and you shall find it. Knock and it shall be open for you. Bisha mlango. You have been given that access ya kubisha mlango. Kule unahitaji kuingia huu mwaka, you have been given that access. Kuna baraka zetu inahitaji tuulize. Kuna baraka zetu huu mwaka tunahitaji kutafuta. Kuna baraka zetu huu mwaka tunahitaji kuziendea. Lakini Mungu anatuambia, I have given you that privilege to access me. So uangalie zile baraka maisha yako inahitaji. Kama ni baraka za kuuliza, uliza. Because you are son. Na kama ni baraka za kutafuta, tafuta. Kuna zile baraka that way kuna kitu unaweza omba Mungu akupea automatic. Lakini that way unaona kuna baraka ni lazima uweke biashara, utafute hapo. Lakini Mungu anasema, seek, weka hiyo biashara, seek me. Na kwa hiyo biashara utapata kile unahitaji. You have been given that access. Kuna msichana mwingine jana nilikuwa ninafuata huko Nakuru. Huyo msichana alikuwa anasema, mimi ninaombanga. Mimi na fast. Mimi ni msichana mzuri. Niliwekelea biashara ya milioni. Sijaipata customer. Lakini wakati alijua kuask. Sahi tunaongea kumejaa hata hakuna space. Sahi. Lakini maisha yake alikuwa ameamua. Alikuwa anasema hata alikuwa ameplan kujiua. Si ati ni Wakenya wanampenda sana, but hapo ndipo hakuwa anajua. Hiyo ulikuwa wakati wa kuask. Mungu, ninauliza, niliwekelea biashara, mimi nimekuwa mwaminifu, nimekuwa nikikutafuta. Lakini hii biashara hakuna hata faida, hakuna hata mtu anaingia. Wakati aliuliza, nakwambia enda ufuate. Sahi hiyo space hata ni space nyingine ataongezea. Ni vile hakuwa anajua that because she is a son of God. Kayanda. Hakujua ati uko na privilege ya kuaccess. Unaona hiyo promotion unahitaji, you have the access. Unaona hiyo kazi unahitaji, umefunguka, you have been given, you have a privilege to access that job. What do you need to understand? Am I supposed to ask? Or am I supposed to seek? Or am I supposed to knock? This year 2026, let that one be in your mind. That my Lord, Mungu ametuambia, this is a powerful theme for this 2026. That the manifestation of the Son of God. Yani ikai kuiona ni vyania na ado wake. Sahi huyo msichana Mungu amejionyeshana na yeye. Because alitoa testimony. Wada ufuate, si akusema, alisema mimi nimekuwa msichana mzuri. Mungu akaona ni kweli umekuwa msichana mzuri. Akasema mimi ninafunganga, I really fast. Mimi ninaombanga, mimi naendeka kanisa. Mungu akaona kweli huyu msichana hakuwa anajua kwa. Lakini wakati ali access hivi, sasa hizi biashara hata ni kwa ajili anaajiri watu.
huyo hata rudi tena chini, because ni vile hakuwa amerealize amepewa access. So kwa maisha yako kuna mambo umepewa access. Huu mwaka you need to know kile unahitaji, kile unatamani, you have been given access. Unaona hiyo gari unatamani kwa maisha yako, you have been given access. Unaona hiyo biashara kubwa kubwa unahitaji, umepewa access. Unaona hiyo job umekuwa ukiomba for many years, barua hazijapatikana, you have been given access. Unaona hiyo masomo unataka kurudi na unasema sijui school fees, you have been given access. What you need to know is access. Bwana Yesu asifiwe. He is our Father who is at in heaven. Mungu anasema hawa watu mimi ni watoto wangu. Sijui ile story ya prodigal son. Huyo prodigal son hata kama ni vile alienda akatumia hiyo mali vibaya, huyo jamaa alikuwa sawa. Mimi naonanga watu wakihubiri sana, lakini huyo jamaa alikuwa sawa. Itaonekana alizitumia vibaya. Yeye jamaa alijua mimi niko na access na my father. Amwambia mzee, mimi nipe vitu zangu. Kuna vitu zako Mungu amekuwekea. Akasema si ati alikuwa amekosea kuitisha vitu zake, itaonekana alizitumia vibaya. Sio dhambi kuitisha vitu zako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine tukifika mbinguni akiwatalia. Wakati utawekewa ka video zile gari ulikuwa utembea nazo hii dunia, na Mungu akakuonyesha nilikuwa nimekuwekea access, ni vile huko access. Kuna mtu mali utaona pesa uone gai mwanani, zile milioni 10 zilikuwa zangu na mali nililala njaa, sikukula kitu gai. Mungu anakuambia mimi nilikuwa, anakuonesha kajia, anakuambia nilikuwa nimekutengenezea kajia, pitia hapa. Na baadaye hakakuwa na mambo mengi, ni wewe tu hauku access. Already Mungu ametupea that privilege this year. Kile maisha yako inatamani huu mwaka, you have been given access. That's a privilege to be a son of God. Bwana asifiwe. Mimi kuna mambo ninatarajia Mungu mwaka huu. Ni lazima itendeke. Mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Sitawaambia, lakini mwaka huu nimeambia Mungu wangu itatendeka. Na hiyo mambo mwambie. Na uende na ujasiri. Na mimi naangalianga wale watoto wangu naonanga mani wanakujaga na ujasiri. Baba sasa leo tunahitaji hii na hii. Hata hawataki kujua. Sasa wewe unajipanga, unajisort na hapo, unajisort. Lakini wanakuja na ujasiri. Hata wanaachanga, wanaambia watoto wao wengine, "Wacha niende kwa baba atanipea." Sijui kama hujaijua mtoto wako, anaambia watoto wengine, "Wewe nitaambia mama, nitaambia baba, wewe utaonana, utapigwa." Na si ati ameona, lakini anajua baba ni moto. Lakini juu ako na access, anamwambia, "Wewe usiniguze, nitaambia baba. Niko na access." Wengine sijui unaonanga wanakibirianga wa mama na dadi huku. Unaona vile wanakibiri. Baba, lakini huyu mwingine juu ni mgeni anasimama hapo. So huyu ana access. Hivyo ndivyo Mungu ametupea. Amen. That ask. I wish 2026 we can use this access. Ask. Na ukiuliza usinugunike. Wengine wanauliza alafu wanaanza ask. Biblia inasema just your work is not to your work is not to be si mambo mengi, just ask. Ukae hapo uulize, ninataka ngiri 10 hivyo. Kazi hiyo nyingine ni Mungu na wewe na your father atakuletea. Lakini sisi tunaulizanga alafu tunafanya mahesabu mengine. Sasa nimeuliza ngiri 10. Hii itapatikana. Kazi yako si kuuliza kwenye itapatikana. Wale Mungu anakuambia ask. Angekwambia ask alafu nifuate. Anakuambia ask. Ingine anakuambia seek, tafuta. Wekelea hiyo job. Wekelea hiyo kazi. Tafuta Mungu kwa hiyo job. Tafuta Mungu kwa hiyo career. Tafuta Mungu. Anzia kama unafikiria kurudi kwa class, rudi, tafuta Mungu kwa hiyo career. Hapo Mungu ndiye atapitia kwa hiyo career. Ingine Mungu anasema knock.
Halafu wengine shida yetu hapa ndio, na ninataka tuelewe hapa kidogo, hata kama tumepewa access. Biblia inasema knock. Tusome vizuri, knock, and it will be open to you. Soma hapo, si ati mwandikaji Kiingereza alikosea hapo. Lakini nasema knock, and it shall be open for you. Shida yetu sasa hii mwaka, hata kama tuko na access, kazi yako ni kubisha, kufungua si kwako. We struggle na kufungua. That way unakuwa afflicted. Mungu anakuambia just knock. Alafu atatuma watu wa kufungua au akufungulie. Si vile ati una knock watu hapana, anasema we just knock. Achana nayo. Wacha tulia, atakuja kufungua. Lakini shida, wengine wetu tuna knock na tunasukuma mlango. Mungu aje tuambia tusukume mlango. Anasema tu we knock, achana na mlango. The fact anasema it shall be open. It shall be open. Kuna watu wa kufungua. Kazi yako si kufungua. Kazi yako ni kubisha, naye Mungu atume watu wa kufungulia. Na hapa ndipo tuna complain na tunashindwa kujua access vile tunastahili ku access Mungu. Unastahili uambie Mungu. The reason why, wacha nikupe for example. Wale wako na watoto wadogo. Si tunajua wale wako na watoto wadogo. Wale wanachanjiwa diapers na nini. Sometimes sisemi hivi ndivyo because mimi sina mtoto mdogo, lakini hivi ndivyo inaendanga. Kuna vile mtoto anaweza kuwa na haraka, umchenjie hapo. Alafu upate kakazi kidogo. Si kwanza utaiweka hapo chini, alafu juu si nyumba ni yako. Kwani hiyo nyumba si ni yako? Unaacha hapo chini, alafu unaenda kusort kitu kingine, umalize kufua nguo, uendanisha na hiyo kitu, at least uende uitupe pale kwa barabara. Juu uwezi tupa diaper hapo kwa barabara. Lakini wengine wetu wana knock. Na juu Mama Baraka pengine, let me use Mama Baraka, pengine akona diaper alikuwa ameacha hapo. Una knock mlango, alafu unaingia nayo. Unakuta diaper. Unaanza kunugunika. Hiyo nyumba, huyo mama sijui vile anakaanga, huyo mama hata sio msafi. Hivyo ndivyo tunafanyanga. Una knock, unaingia. Zile baraka unapata hapo, unaanza kunugunika. Because baraka zako hasikuwa prepared. The reason why, kuna kile Mungu anasema kwanza knock, ili aweze kupanga kama hii imetoshana na wewe. Na kama haichotanya akaona kama nitamuongezea. Lakini wakati kuna baraka zingine tuna knock na tunazichukua hapo. Yaani unawekelea kadiri. Na hiyo kadiri unakaforce. Dakika ya mwisho hiyo diru inakukula. Unawekelea biashara na hiyo biashara sisemi sisi tumebarikiwa. Kuna watu wengine wanawekelea biashara alafu wanapatanga kutafuta the other wisdom. Vile hiyo biashara itaenda. Unacheki because unataka hiyo biashara uwekelee hapo na in the next 2 days ikuwe imeanza kukupea 5 million. So unaenda kutafuta the other wisdoms outside. But Mungu anasema, yes, I have given you power to act. You have a privilege to access. But si hivyo tu unafikiria. Amen. Huyu mwaka wacha tu tukubali kunok mlango. Wewe una knock na unaachia Mungu akufungulie. Fanya kazi yako, Mungu afanye kazi yake. Akiambia Mungu hii mwaka nisaidie tu Mungu. Nijue njia zenye unastahili kuaccess. Usistruggle. Kama kuna kitu unastahili uombe mbele za Mungu, niombe Mungu. Ni sawa Mungu, mimi ni mtoto wako. I'm your son. And truly you have been given me a privilege to access. But teach me how to access my blessings. Kuna watu wengine baraka hauhitaji kuomba baraka, unahitaji kuambia Mungu, teach me how to access my blessings. Pengine una struggle na kutafuta baraka, lakini shida si baraka, ni vile una access hiyo baraka. Baraka sio ati Mungu amekataa nayo, hapana. Lakini Mungu anaangalia vile una access hiyo baraka, anasema hapana, huyu sitambariki. Lakini naomba huu mwaka tusikue hapo. Mungu kwanza atufunze how do we access our blessings. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
that God have given us, because tunatafuta Mungu na Mungu ametupea that privilege ambayo Mungu ametupa. Once you are son of God, you have been given a privilege to inherit kile chochote Mungu ameweka. Once you are son of God, you have been given a privilege to inherit. Sahi mimi ile cha baba yangu alikuwa ametafuta na alikuwa ameng'ang'ana, because mimi ni mtoto wake, ni lazima title aniandikie jina langu. Na si ati nitalipa. Si ati nitalipa. Kama baba yangu alikuwa amejenga manyumba kubwa, because mimi ni mtoto wake, I'm his son, already I'm entitled. I have been given power to inherit. Sitahili kutumia pesa kuinherit. Kuna mambo mengine ni ya kuinherit, una inherit tu. Mambo ya mbinguni we are inherit, we just inherit bila kung'ang'ana. Kama Mungu, kama hii dunia yote na mbingu ni yake, na sisi ni watoto wake, na sisi ni tunastahili kurithi hizo vitu. That's a privilege. Umepewa privilege ya kuinherit kila kitu. Na mimi hapo ndipo ninaomba Mungu sana. Baadaye ukisoma, because naona masaa imeenda, ukisoma John 1:12. First John, no, not first. John 1:12. Watu wa dunia wana inherit vitu ambazo ni zetu. Kuna pahali Biblia inasema hizi vitu zimeinheritiwa na ziko na watu wa dunia ni zetu. That whatever the wicked have belongs to us. Alafu unaenda kujikompea na watu wa dunia. Na Mungu anakuambia wewe ni mtoto wangu, you are my son. Already I have given you privilege to inherit what belongs to me. Aki dunia ni ya Mungu, na sisi ni watoto wa Mungu. We have been given privilege to inherit. Mimi sitaenda miguu hii mwaka. I have been given privilege to drive. I am supposed to inherit. Kwani watu wa dunia wanaendesha magari kubwa kubwa. Watu wa Mungu ni pale kama mstari inasemanga, I have seen servant of God wanatembea kwa miguu, lakini slave wanatembea juu ya farasi. Lakini mimi mwaka naambia Mungu, because I am your son and you have privileged me to inherit what belongs to you, I must. Unacheki kila chochote unaona huku dunia hii unatamani yote, na ile iko mbingu yote ni ya Mungu, na wewe ni mtoto wa Mungu na umepewa privilege ya kuinherit. Just simple that. As simple as that. I will not struggle. Kwa nini naguza mambo ya hii dunia? Because already Mungu ametupea privilege tukue hapa, to inherit yenye iko hapa. Unacheki ile biashara kubwa kubwa. Yaani ukienda hapa town unakuta zile marents. Yaani wana wamejenga manyumba marents. Yaani hata sisi Mungu tusaidie hii mwaka, we shall inherit even lands in Jesus name. Kwani sisi tutakaa maisha hapana. We are son of God. Angalia hii kanisa hapana. Mungu, we have been given power to inherit. Tunahitaji hata watoto wetu wasomee pahali pazuri kuliko wale wengine. Hapana. Tunajenga kanisa kubwa mwaka huu katika jina la Yesu. Tunajenga nyumba kubwa. Kwani hata tukijengea bishop nyumba kubwa pale, hata kama atakuwa anatembea lakini anaweza tulia hapo. Nilikuwa nafuata pisha na nichatembea huko, nikaangalia the heaven gates, wale wachaifika Nakuru. Unaona kweli these are the right people. How ndio wamejua wanastahili kurinth ile iko huko. Yaani unaangalia vile iko Mungu. Unaangalia by the way unakuta
kuna place unaweza kuta basi ziko smart kuliko kanisa. Tumekataa huu mwaka. Kama hata ni kanisa ya Remnant, lazima zikuwe the beautiful in the heart. Kama hapa Karatina kuna smart kuliko hii kanisa yetu, ni lazima hii mwaka Mungu atuinue. Because we are the inherit. Tumepewa hiyo privilege to inherit in Jesus name. Kwa maana Mungu, because we are sons, ametupea knowledge, ametupea wisdom ya kupanga vitu vile zinastahili. Already because you are the Mungu, unaona hiyo wisdom wanatumianga kupata pesa. Unaona hiyo knowledge wako nayo kuwekelea biashara inanawiri. Because you are in it, already Mungu amekupea. Use that wisdom, use that knowledge to inherit what God has given to your life. Bwana Yesu asifiwe. We are son of God. Sagayada. Na huu mwaka it is we must work and we must do things knowing that we are son of God. Hatutafanya mambo kiuduzo. We are not slave. I'm no longer a slave. I'm a son of God. I'm not a slave. I have been privileged to inherit. I have been privileged to inherit what belongs to us in Jesus' name. Wewe si mtumwa. Mungu anakuambia you are my son. You are my son. In fact, sio sisi tunajiita. Mungu ndiye anasema you are my sons. You are my sons. Alafu tunashindwa kujua why God is telling us we are the son. Kuna kitu anatuambia that's privilege. Kama kuna kitu unaona hii kitu hata kama mawazo yako inakwambia huwezi pata. With the revelation you are the son of God and you have been given power to inherit, just inherit in Jesus' name. Inherit in Jesus' name. Usikubali kufinyiliwa kama hujijui wewe ni nani. Kuna hii wimbo inasema that I know who I am. The first thing that we need to know this year, I know who I am. Mimi najijua nini? Mimi ni nani? Unajua shida moja inatufanyanga tufinyiliwe sana. Ni kukosa kujijua wewe ni nani. Ni sawa mimi naitwa Koge, lakini beyond the name Koge, mimi nimeitwa, my father anaitwa Muremi. Beyond being the son of Muremi, there is another great father, and my father is God, that I am son of the kingdom. I am the loyal son of the kingdom of God. Saa zingine mimi Mungu tutoe hii mawazo ya kuangalianga familia yetu inakaa hivi. Wewe si wa hiyo familia. Ni kweli hiyo familia ndio ulikuja nao, but you have a bigger family. Ati familia yetu hatufanyangi, familia yetu inafikanga. Sasa you need to allow your mind. You need to allow, because the spirit of sonship in the kingdom is in you. Allow that spirit to work over your life. Hata kama nyinyi hamjai ati watu wanakuambia sisi kuku hatujaifanya, hapana. I'm of a great family. Mimi ni wa clan kubwa ya Mungu. I'm in that clan. I don't know that you are getting me. I am in that clan. Ati by the way, unajua watu na Mungu ni mzuri, anatusaidianga kujua Mungu. Yaani watu wanaangalianga familia, wanasema hii familia ni ya fulani, hii familia inakaanga. Mimi hapana, mimi nilikataa. Akasema hapana, mimi kweli my father is Muremi, but I also have a great father. Na kama ningekubali kuitanicho na hiyo niseme hapa ndipo nimefika, kuna mambo singeifanya see that day. Lakini wakati nilijijua, nikajua mimi Koge Steven, aki Mungu ni mzuri. Hawakunipea, baadaye walinipea kajina kamoja, wakaniita Koge, mtu mwelefu. Kama walinipea hiyo jina, na mimi ninajua niko na Mungu mwingine, I'll not. Mimi hata kama walifinyiria watoto wetu, mimi sitafinyiriwa. I belong to another kingdom, another family. Wewe usijirainishe na watu wenu. Jua wewe ni wa Mungu mwingine mkubwa. Najua hapa inatukulanga sana. Unakuwa watu wetu wanafikanga hapa, mimi ndio niko juu sana. Hapana. Wewe ni unastahili kung'ang'ana na watu wa kingdom.
Maisha yako unastahili kugauge na watu wa kingdom. Achana na hiyo familia umeitanishwa. Sawa. Unastahili kugauge maisha yako na watu wa kingdom. Because you belong to a certain kingdom. Na Biblia inasema we have been given privilege to inherit. Ni sawa, kuna hiyo inheritance unaona hapo. Baba yenu ako na chaba, baba yenu ako na gari, baba yenu una inherit hapo. Na wasichana hakuangi privilege kama, lakini sasa Scotty imekubali wanaweza inherit kule wametoka. Lakini kuna hiyo limit. Unajua baba yetu alikuwa na 5 acres, baba yetu alikuwa na gari moja. Sasa maiti yako inakuwa fixed hapo. Hapana. Yes, ni sawa, you are supposed to inherit, lakini kuna ingine, a greater one. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho privilege that God has given us purpose. You have been privileged to have a purpose because God, the God that you serve and the God your father is a living God. So you have been given a purpose, a certain purpose for the kingdom, not a purpose vile nimesema ya familia yenu, not a purpose na biashara yenye unafanya, but because of that God, Son of God, you have been given a purpose, a great purpose, a purpose of the kingdom. Maisha yako, by the way, sio lazima uhubiri kuchukua Bible usomee mtu first. Maisha yako inastahili kuhubiria mtu before hata ufungue kinywa chako. Si watu wanasema vile Mungu amekuinua, vile Mungu ameinua huyu mtu, mimi nimekubali Yesu. Haki vile huyu mtu anakaanga vizuri, haki Mungu anakupea purpose hivi. You are privileged to have a purpose. Hata watu wakikufa moyo, huyo msichana mimi nilimuombea wakati hiyo kitu kalianza kutrend. Kuna vile hata niliomba Mungu, kama Mungu haki msichana ni kama anataka kuaibisha, ni kama hana purpose. Haki ameanza kusema ati mimi kwanza alianzia, baadaye hata usikiza hiyo kitu. Aniambia mimi nina fast. Sasa nikauliza Mungu, sasa wale watu wanajuanga tuna fast, wataona ni kama hatuna purpose. Haki Mungu, mimi ni msichana mzuri. Haki msichana aliongea, mimi ni msichana mzuri. Haki mimi naendaga kanisa. Haki alitanja mambo nikasema Mungu sasa, huyu ni kama anaonekana hana purpose. Lakini nashukuru Mungu alifanya ma surprise. Alifanya ma surprise. Lakini huyo msichana kama alirealize ni kama hana purpose. Akasema mimi nilikuwa nafikiria nijinyongea hapa ndani au nitoke pale nje nijinyonge. Because ni kama hakujua she is a son. So ni vizuri kujua, because I am a son of God, there is a purpose in me. There's a certain purpose. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu tu ametuita, I have a purpose because my Father is God. So may the Lord God bless you. May the Lord God give you grace to know that you are the son of God. May the Lord God bless you. It's good you know you are privileged. Unaona hiyo kuokoka kwako. Unajua kuna watu wanaonaga kama kuokoka upuzi. Hapana. Kuna kitu ilikupea, once you believe in God, alikufanya sana. Hiyo tu. Hata hakuna kitu, baadaye wokovu kama kuna kitu ya baraka ililete ni kukuita mtoto, the son of God. And because of being son of God, there are those privileges. Ni mingi. But nataka nisimamishie hapo. But I want us to pray before God. Mwambie Mungu, I have come to realize that I am a son of God. I have come to realize. Unaona usikubali kufinyiliwa. Hata kama mambo iko aje, hata kama inatoka moto, wewe waambie hapana, mimi ni mtoto wa. Nimesema kama vile watoto wanalinga. Wewe umenigonga, nitaenda kuambia baba. Hivyo ndivyo tunastahili kureact. Hata kama mambo inakaa aje, unaambia hapana, mimi siogopi, I'm a son of God. Acha niambie mzee, when I speak to my father, things must change. Hata kama situation iko aje, because you are son of God, you have been privileged. Haya ukai kama mtu wa dunia. That privilege. I want us to stand on our feet in Jesus' name and we pray, we tell God, thank you this evening. We bless you. Thank you for giving us chance.
Thank you for allowing us to be a son. That through the Spirit of God, through the Spirit of God, just speak to God. Mwambie Mungu, yes God, I am your son. I've been entitled to the kingdom of God. I am the loyal son in the kingdom of God. Father, thank you for giving me this privilege. You have been given. Thank you for giving me this privilege before you. In the mighty name of Jesus. Just speak. If there is a situation, just speak to that situation. Tell that situation, I am a son of God. This situation will not bring me down. In the mighty name of Jesus. I'll never I'll never give up. I am a son of God. 2026. Ayabagazopa. Alahanzekata. 2026. I am an overcomer. I will overcome everything because I am a son of God. Ripa solaba. Shela bagadiba sopa yanda. Yepa katala mazikata. Yehaba salahanda. In the name of Jesus, we bless you. We worship you. We give you honor. Masopakata. Thank you, Lord, for giving us Sakatalba, the Spirit handekasa and handekata. When we call you Abba Father, you hear us, Lord. When we cry to the kingdom, Masopakata, we rapasepe ketalamandaba, Shaliba zepe ketalama zepala, Shaliba katola mazepe ketalaba, Yepa katola bazipe keta, Yepa lama handeka zopa, Shaliba zepe ketele mandopa. In the mighty name of Jesus, I bless you, I worship you, I give you honor, for you are mighty. There is no other God like you. We declare that you are holy, we declare that you are mighty. In the name of Jesus, Mande Katola, Shele Bagazupa Yanda, Yepa Katsopa Yanda, Shalipa Katsopa Yande Kasopa, Shela Bagadupa Yande Pasopa. We declare that you are holy, we declare that you are mighty.